Yesu, ni wewe, ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe Baba, ni wewe tukuabudu, ni wewe tukuinua, ni wewe Yesu, ni wewe Baba, ni wewe Yesu, ni wewe twakuinua, ni wewe Yesu, ni wewe Baba, ni wewe peke yako, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Baba, ni wewe twakuabudu, ni wewe twakuinua, ni wewe Yesu, ni wewe peke yako, ni wewe Yesu, ni wewe Baba, ni wewe Yesu, ni wewe tukuishia, ni wewe Yesu, ni wewe peke yako Baba, ni wewe Yesu, ni wewe tukuishia, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Baba, ni wewe katika anga, ni wewe Baba yetu, ni wewe Yesu, ni wewe peke yako, ni wewe ulinikomboa, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe peke yako, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ahadi zako ni kweli, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe unanipenda, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe peke yako, ni wewe Yesu, ni wewe, ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe nakuabudu, ni wewe Yesu, ni wewe, ni wewe, wewe Yesu, ni wewe nakuishia, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe ndiyo njia, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe mkombozi wangu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe nakuinua, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe mfalme wangu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe twakuabudu, ni wewe Yesu, ni wewe, ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe twakuabudu Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe unatawala,
ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, jina lako lenye uweza, ni wewe Yesu, ni wewe, ni wewe, ni wewe Yesu, ni wewe na kuabudu. Oh Lord, ni wewe Bwana, ni wewe Yesu, peke yako unastahili kuinuliwa, unastahili peke yako Baba. Ora kama shatalabaganda, o shatalaba, ni wewe na kuabudu, ni wewe Bwana, ni wewe peke yako Baba. O shakata makata ya baganda bushanda, ni wewe Yesu, jina lako lenye uwezo, jina lako lenye nguvu, jina lako ambaye upekee inasamea dhambi, jina lako ndio inaokoa, ni jina lako Yesu pekee. O shakata baganda bushatala baganda, ambayo inabadilisha yale mwanadamu hawezi kubadilisha. Yesu ni wewe, tunakuinua katika anga hii. Yesu ni wewe, ninakuinua Bwana katika madhabahu hii Bwana. Yesu ni wewe, ndio njia. Yesu ni wewe, ndio unaokoa. Yesu ni wewe, ndio unabadilisha. Ni wewe Yesu, ni wewe Yesu katika familia hizi. Ni wewe Yesu peke yako ambaye Bwana Jehova macho yetu inakutazamia. Ni wewe tu, ni wewe. Asubuhi ya leo Bwana tunakuinua. Asubuhi ya leo Bwana Yesu tunakushujudia. Asubuhi ya leo tunasema ni wewe, hakuna mwingine kama wewe. Ni wewe Bwana. Ushakata baganda rekete mashatala baganda, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe tu. Haya kata ya baganda bushatala baganda bushanda. Oh Lord, makata ya baganda bushatala ba rekete ma yeketeli bakuta ya mashatala baganda, o mashatala baganda bushanda. Uha ule kama ushetema yala bo sheketa matu ya baganda bo urikata ya baganda yekete malaba. Umetenda mengi Bwana, umetenda mengi, umetenda mengi Bwana. Ni wewe tu, ni wewe, ni wewe, ni wewe Bwana. O shakabagandaba, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe tu, ni wewe, ni wewe tu. O shataba rikata maganda bushanda rekete mataya baganda bushanda. Nachukua nafasi kukaribisha asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Tunapomwabudu asubuhi ya leo kwa kanisa hii bila ukuta, na kukaribisha kwa jina la Yesu Kristo. We are live in Facebook page. Welcome in the name of Jesus. You can share the link with others so that this morning we can worship the Lord. Oh shakata baganda bushanda. Wewe ambaye uko katika maeneo hii asubuhi ya leo tu, na kukaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Oh yekete makata yaba. Huyu Yesu anakupenda, anakupenda zaidi. Ushatalaba rikata ya maganda bushatalaba ganda yeteleba ukata ya maganda. Sauti yako kwa Bwana tu, muinulie tu, umwambie Bwana, umwambie Baba, wewe ni Mungu na ni wewe tu ndiye Baba. Umeketi juu zaidi. Tuko chini ya miguu yako, tuko chini ya miguu yako Baba. Asubuhi ya leo muinue tu kwa sauti yako, kwa kumwabudu, kwa kumwambia Bwana,
Wewe ndiye Baba, ni wewe umeketi katika kiti cha enzi, ni wewe ambaye dunia ni mahali pako pa kukanyaga na mbingu ni mahali pako pa kukaa. Ni wewe ambaye itakapofika wakati huo, kila goti litapiga, mbinguni itapiga, duniani hata chini ya maji itapiga kukushujudu, kukuabudu. Baba, asubuhi ya leo nimekuja mbele zako kukuabudu. Mwambie tu Bwana, nimekuja mbele zako kabla ijafika hiyo siku ambaye kila goti itapiga. Bwana, asubuhi ya leo nimekuja kukushujudia. Asubuhi ya leo nimekuja kukuinua. Asubuhi ya leo ninanyenyekea mbele zako, maana ni wewe, hakuna mwingine kama wewe. Ni wewe tu Baba. Asubuhi ya leo Bwana, ni wewe ambaye macho yangu Bwana ninainua milimani. Ni kwako tu ndipo penye kuna msaada wangu. Ni wewe Bwana, makata ya baganda, ambaye Baba unanisujudia mengi, una mipango mengi kwangu. Makata ya baganda, mipango ya ufanisi, mipango ya kuendelea. Baba, ni wewe ambaye asubuhi ya leo Bwana Mungu wangu nimekuja kukuinua. Asubuhi ya leo nimekuja kukushujudu. Asubuhi ya leo nimekuja kukuabudu Baba. Ni wewe Ushata maganda bushanda, ambaye una upendo wa ajabu Baba juu yangu, ukanipenda hata wakati ambapo sijajua upendo, bado ulinipenda Baba Mungu wangu nikiwa kwenye dhambi, ndiposa katuma Roho Mtakatifu akaja kunishawishi ili nitoke katika dhambi. Makata ya baganda, pendo wa ajabu, pendo wa ajabu. Katuma mwana wako pekee Yesu Kristo ili anje afe kwa ajili yetu, ili tusipotee bali tuweze kurithi ufalme wa Mungu. Makata ya baganda, rikata ya baganda bushanda. Sante Bwana Yesu, sante Baba, sante Yesu, ni kwa ajili ya kukubali kuja kufa rikata ya baganda kwa dhambi ambayo ukufanya, ukaja ukazaliwa katika hori, ukarudisha maisha yako chini bakata ya masata la baganda, ili kutufikia, ili kutuokoa. Ni wewe asubuhi ya leo tunasema asante. Ni wewe, ni kwa ajili ya yale umefanya tunasema asante. Tunakuja tukikuabudu, tunakuinua, tunaingia malangoni tukisema asante Bwana. Tunapiga kelele tukisema asante. Ni kwa ajili ya ukombozi, asante. Ni kwa ajili ya neema ambaye Baba ulisababisha kwa watu wote wapate wokovu. Rapota ya maganda bushanda, rikata ya bazanda. Mwinue tu Bwana asubuhi ya leo, mwinue tu. Angalia upendo wa ajabu ambaye ilitufikia. Upendo huu ambayo Mungu hakutaka mwanadamu apotee, hata ya baganda akayatekeleza haya kupitia katika msalaba. Yesu akaja akafanyika laana ili kutuondolea laana. Akaja akachukua shida zetu, akaja akachukua magonjwa, akachukua maradhi, akachukua mateso, akatemewa mate, akadhulumiwa kwa ajili yangu mimi na wewe, ili leo hii tumwabudu, tuweze kuwa na uhuru wa kumwabudu na kuminua. Rapata ya baganda, asubuhi ya leo tunamwambia Bwana, ni wewe ambaye Baba tumekuja mbele zako. Ni wewe ambaye asubuhi ya leo sauti zetu Baba tunailete kwako, dua zetu, maana ni wewe tu mkombozi. Ni wewe tu ambaye unabadilisha. Ni wewe tu rapakata ya baganda, unarejesha yote ambaye yalipotewa, unarejesha yale yote ambaye yaliibiwa, unarejesha rakata ya baganda. Ni wewe tunakuinua Baba.
tunakuinua. Ni wewe asubuhi ya leo tunakuinua, maana ni wewe ambaye ulikuwa neno na ndani yako Baba ukatenda. Rekabo shantala baganda reteteli baganda, maana hapo mwanzo kulikuwa na neno, nayo neno ilikuwa ni Mungu. Rapoto yaba shantala baganda, na kupitia kwa Mungu ndiposa kukawa na vyote. Rakata ya baganda. Baba, ni wewe, upendo wa ajabu, upendo wa ajabu, kwa sababu ni wewe ndiye nuru. Oshaka baganda, ukasema na kuwe nuru, na ikawa, na ukaita nuru mchana. Oh my Redeemer, my God, ni wewe ambaye Baba ukaniumba kwa mfano wako ili nikuabudu. Na hata Bwana, kabla hujaniumba ulikuwa umepangilia kila kitu ambaye ninahitaji. Oh my God, my Redeemer, ndiposa wakati wa uumbaji ukaniumba wa mwisho ili Bwana uyatekeleze na yote ambavyo ninahitaji. Baba, ni sababu ya asubuhi ya leo kukuabudu nikisema Baba, mipango mizuri ambaye Bwana uliandaa, mipango mizuri ambayo uliwachilia kwa ajili yangu. Oh makata ya baganda reketeli baganda, vyote ambavyo ninahitaji Baba ulishayaweka. Oh bakala mashatala baganda. Oshata maganda. Sumwabudu Mungu ambaye ana mipango, ambaye aliwachilia katika umbaji wako, aliona mwisho wako, akaona, akapangilia na kila kitu ambacho unahitaji. Sumwambie tu, mwinue tu, mwambie Bwana ni wewe Baba. Wakati ambavyo tunasoma katika andiko kwamba una mipango mizuri ya ufanisi, mipango hiyo Bwana ulishawachilia katika ulimwengu wa kiroho. Rapakata ya baganda, ni yale tu Bwana, tunakuja kukuabudu, tunakuja kukuinua ili Mungu wangu Baba tuweze na kukutanisha Baba mipango hizo katika ulimwengu wa kiashiria. O makata ya baganda, na hayo yote Bwana ni ya kuzidishia tu yale Bwana ambayo uliyafanya ya kwanza, ni kwamba tuweze kurithi ufalme wa Mungu. Rakama shatala baganda, ndipo Baba ninakuabudu, ndipo Baba ninakuinua katika mfano ambao uliumba mwanadamu kwa ajili yako Baba, ili akuabudu, akuinue. Asubuhi ya leo tunakuinua. Sumuinue Bwana, sumwabudu katika roho na katika kweli, maana wakati ni sasa ambaye waabuduo wa kweli watamwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Sumwabudu ukimaanisha tu, sumwabudu tu kimwambia Baba ni wewe ambaye ndio tunakuabudu asubuhi ya leo. Ni wewe ambaye Bwana uliumba mbingu na nchi. Ni wewe ambavyo vyote ambavyo imejaza dunia ni mali yako Baba. Ni wewe ambaye Bwana tunakuabudu. Ni wewe ambaye Baba fedha, dhahabu ni zako. Ni wewe ambaye Bwana hizi dhahabu na fedha zimejaa mbinguni. Ni wewe Bwana ambaye tunakuabudu. Ni wewe ndiye Mungu juu ya miungu yote. Ni wewe Baba ambaye ndio Alfa na Omega. Wewe ndiye mwanzo na tena ni mwisho. Ni wewe ndiye ulikuweko Baba kabla ya kila kitu. Baba, ni wewe ambaye uko na ni wewe ambaye utakuweko. Rakama shatala baganda bushanda. Mwabudu Mungu ambaye is God who I am. God rapoko taya kalabagunda bushanda. Mwabudu tu, mwabudu Bwana ni Mungu Jehova Sabaoth. Yekete bakutaya baganda. Sumwabudu Mungu Jehova Sabaoth. Rakaba shantala bagunda bushanda. Reteteriba repoko rima shatala baganda. Rakataya bushanda.
bashanda. Mwabudu Mungu Jehova Sabaoth. Repokori bashantala baganda. Rakatayaba repotokatayaba ganda. Rakatayaba senteri baganda bushatalaba. Rakatayaba senteriba. Rakatayaba gori bashantalaba ganda. Reteteri baganda bogoriba. Rakatayaba santalaba guria. Reketeri baganda bushatalaba. Rakatayaba ganda. Rakutayaba jende. Mwabudu Bwana. Mwabudu tu. Jehova Sabaoth. Rakataba Ramakutaya bashende reketeriba rakutaya kashende rapakutaya kasekaliba reketeri mashanda rakataya baseteliba ganda. Romans chapter 9 and verse 29. Romans, oh Lord, oh Kataya Baganda Bushanda. Romans chapter 9 verses 29. And as Isaiah said before, except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodom, had been made like unto Gomorrah. Huyu ndiye Mungu ambaye asubuhi ya leo tunamwabudu. Jehova Sabaoth ni Mungu wa upendo, ni Mungu ambaye ndiye aliongea na Abrahamu wakati wa Sodoma na Gomora, wakati ambapo kabla hajatenda kitu. Ni Mungu ambaye anaiweka iweze kutambua, aweze kujulisha wale ambaye wanampenda kwa yale ambaye anataka kufanya. Jehova Sabaoth, huyu ndiye Mungu akamwambia Abrahamu, nitaangamiza Sodoma na Gomora. Abrahamu akamwambia Mungu, je, ukiwa na watu 50? Mungu akamwambia wakipatikana watakatifu 50 sitaangamiza. Abrahamu akaona idadi hiyo inaweza kosa kufika, akarudi 45, akarudi 40, Abrahamu akarudi chini 30, 20. Abrahamu bado akaendelea tu kumsihi Mungu. Na je, wakiwa watu 10? Jehova Sabaoth akamwambia kukawa na watu 10 sitaangamiza. Huyo ndiye Mungu ambaye alisababisha kwamba Lot na nyumba yake wa kuangamia. Asubuhi ya leo, huyu ndiye Mungu ambaye tunamwabudu. Mungu huyu tu ndiye tunamwabudu, tunamuinua Bwana. Rakabata ya baganda, ushatala baganda. Mwinue tu asubuhi ya leo, mwinue tu Jehova Sabaoth. Baba, tunaomba huruma yako. Baba, ni wewe Mungu wangu. Bakanta ya bashantala baganda, repato ya maganda, reketeri bashantala baganda, repoto ya masakata ya baganda. Baba, tunaweza kuwa tumekuasi Bwana, tunaweza kuwa tumekudhi Baba. Rakata ya baganda bushatala baganda. Asubuhi ya leo Baba, repota ya makuta ya baganda bushanda. Jehova Sabaoth, rakata ya bashantala baganda. Baba, tunaomba reketeri mashatala baganda. Asubuhi ya leo Bwana, tusije tukawa tunapiga kelele. Asubuhi ya leo Baba, tusije Mungu wangu tukawa ni kelele. Maana Bwana, repota ya baganda bushanda, mikono yetu imenuka damu. Rapakata ya baganda, ni kwa ajili ya mawasi, ni kwa ajili Bwana Mungu wangu Baba ya sisi kuwa chukizo mbele zako Baba. Asubuhi ya leo, rakata ya mazakala baganda, reteteri makanda bashanda.
tunakuja Baba asubuhi ya leo Bwana Mungu wangu Jehova, tunanyenyekea kwako. Hayete makuta ya baganda, si unyenyekee mbele za Bwana tu, maana ni Mungu, ni Jehova Sabaoth ambaye ndiye anajulisha kabla hajatenda, kabla ghadhabu yake itashuka. Yeye ni Mungu ambaye anajulisha watu. Rapota ya baganda asubuhi ya leo tu, retete libakunda bashanda, repokorisha la baganda, rekete lima. Ingia mbele za Bwana tu kwa kunyenyekea. Ingia tu mbele za Bwana kwa moyo wa kubondeka, kwa moyo wa kubondeka. Ni kwa sababu tumekuwa katika njia ya shingo ngumu, tumekuwa ni wawasi, tumewaudhi Mungu. Rakama shatala baganda, repoto ya kasele baganda. Asubuhi ya leo tu, reteteri baganda, tunaomba huruma, tunaomba huruma ya Bwana, tunaomba huruma ya Bwana. Resha kata magurimo shatala baganda, rebaba tukala masheteriba, rekepori bashanda, reketeri bashatala baganda. O masalaba rakato masheteri maganda. Oh Lord, resente magunda. Yale Bwana tunafanya what you expected us to do, God. We are not doing that. Oh my Redeemer, my God. We are doing a different thing, my Redeemer, my God. Repato maguri mashatala baganda, reketeriba, repoto yakazekeli baganda, reshatala bagunda bushanda, reketeriba rebo, shatatala bagunda bushanda. Ingia katika toba, ingia katika toba, maana tumemudhi Bwana, maana tumemuasi Bwana. Asubuhi ya leo tu tuweze na kuomba kwamba huruma ya Bwana iweze kutushukia, iweze kutushukia. Rakata ya baganda bushanda. Daniel chapter 9 verses 4. Tunapoomba huruma ya Bwana. Daniel chapter 9 verses 4. I pray to the Lord my God and confess. These are the sins that we have done. And we are going just to confess before God. Oh Lord, the great, awesome God, who keeps his covenant of love with all who love him and obey his commands. We have sinned and done wrong. We have been wicked and have rebelled. We have turned away from your commands and laws. We have not listened to your servants, the prophets. We have spoken in your name to our kings, our princes and our fathers, and to all the people of the land. Lord, you are righteous, but this day we have covered with the shame. Toba mbele za Bwana, maana tumemwasi Mungu, tumemuudhi Bwana. Nataka tubondeke mbele za Bwana, tuingie katika toba, maana ni wale tu ambao wataenda kunyenyekea mbele za Bwana kwa yale mawasi ambayo tumemwasi Mungu. Tulienda tukainua madhabahu za giza, tumekuwa tukiabudu Mungu na vinywa vyetu, matendo yetu yamekuwa yananuka. Maonyo Bwana ametupatia kupitia kwa watumishi wake, tumepuuza. Tumeenenda na miili, tumeenenda na mawazo, tumeenenda na tamaa zetu. Asubuhi ya leo tu twende tu mbele za Bwana katika kukiri
mbele za Bwana kwa kumwambia Bwana jinsi tumekosa, jinsi tumekuwa wahasi, jinsi tumekuwa wezi, tumeiba resources ambaye Bwana alikuwa amewacha tu manage, tukenda na kuziiba, the corruptions, tumeiba mpaka zaka, yamefanya kwamba tunang'ang'ana tu, mifuko yetu imetoboka. Ni kwa sababu tumemwibia Mungu. O makata ya baganda, tunang'ang'ana, kumbe ni kwa sababu ya mali yale ambaye tumeyafanya. O situombe tu huruma ya Bwana ili hukumu wake usije ukatushukia. Tuombe tu huruma ya Bwana ili ghadhabu ya Mungu isishuke, maana yeye ndiye Mungu, Mungu Sabaoth, ambaye asubuhi ya leo tu kama kutapatikana na mtu ambaye ataweza kuenenda na katika utakatifu tu, Mungu anaweza kusababisha kupatikane na mtu huyu tu, ili ghadhabu ya Mungu isiweze kushuka. Si wewe ambaye unajiunga na mimi asubuhi ya leo tu, siwe kuwe tu kama Danieli, maana ni yule tu ambaye ataweza kwenda na kwa toba na kunyenyekea. Ayapo tayabakana. Ni nani huyo ambaye atanyenyekea kama Daudi? Ni nani huyo ambayo hataweza kuangalia kwamba ghadhabu ya Mungu karibu ishuke, na akaweza kunyenyekea, na akaweza na kubadilisha yale menendo ambayo yalikuwa yamekuwa mabaya kama King Ahab? Ni nani ambayo wakati maonyo yamekuja hataweza kunyenyekea katika toba? Asubuhi ya leo tu tuingie katika toba, maana ni nafasi nyingine tu ambayo unaenda mbele za Bwana kwa kuomba huruma yake. Rapota ya baganda. Tumekuwa tukisikia sauti na tunayoona kama ni kawaida tu. Yeke masala bagunda boshanda. Siuombe tu, angalia vile tumekuwa waasi, angalia vile tumechukua tu yale ambaye maonyo yanakuja kutoka kwa Mungu, tukayachukua kama ni kawaida. Maonyo yamekuja kupitia katika hayo yote ambayo tumekuwa tukiyaangalia, lakini tumeyapuuza. Rapota ya kalamasha talabaganda. Asubuhi ya leo tu si tuende mbele za Bwana, tuende mbele za Bwana ili tuweze kunyenyekea, maana tu ni wale ambao watanyenyekea. Bwana anataka na watu ambayo watanyenyekea. Hata ya baganda repokori mashatala baganda. Kama kutakuwa na mtu ambaye ameitwa kwa jina lake, ambaye ataiwacha njia yake mbaya, rakata ya baganda, na kumlilia Bwana na kuondokea yale yote maovu, reshatala baganda boshanda, Bwana hatasikia kutoka mbinguni na kuponya nchi, hataweza kuponya familia, hataweza kuponya rapa kalaba shantala baganda, rekete mashatala baganda. Hii ni ombi ambaye wewe ukiwa nyumbani kwako hayapata ya baganda. Hii ni wa Petro, piga tu magoti mulilie Bwana. Resheke mata ya baganda, ramo koriba shanda. Ni sababu ambaye imefanya umeng'ang'ana tu. Lakata masata ya baganda, repo shala baganda. Tumekuwa wakulalamika, tumekuwa wakunung'unika mbele za Bwana. Asubuhi ya leo tu si tuende katika toba, si tuende katika kumaanisha, si tuvunjike. Moyo ambaye unavunjika, moyo ambaye unanyenyekea. Rakata ya baganda bushanda baganda, reteteli maganda, rakata ya bashantala baganda, yeteteteteliba. Ni nani hatasimama wakati ghadhabu ya Bwana itashuka? Ni nani hataweza kusimama wakati ambapo moto utashuka, wakati ambapo hukumu ya Bwana utashuka? Repa ya baseli maganda bushanda,
rekete mashataya baganda, rakataya bashende, rekete masheteli baganda, yeteteteliba. Umende tumbele za Bwana ukimwambia Bwana, asubuhi ya leo Baba, ninakuja mbele zako Bwana, ni kwa ajili Bwana, Mungu wangu nimekuwa Bwana, Mungu wangu mwanadamu, ambaye Baba kwa shingo ngumu Baba nimesikia, lakini yamekuwa yakiingia kutokea sikio hili na yanatokea kule. Yale Bwana ambao umesema kupitia kwa watumishi wako Baba, tumeyapuza, tumenenda Bwana na njia zetu, tumeingia Bwana Jehova damu Bwana, tumesababisha innocent blood, tumeua kwa mikono yetu, tumeua kwa maneno rapakutayabaganda, kwa matendo tumenenda Baba, tukashika mambo, tukashika yale Bwana madhabahu ambayo ulikuwa umetuagizia tuende na kuzibomoa, tukarudia kule, tukaenda Baba, tukaungana nayo, yamesababisha Baba repokori bashatala bagunda bushanda, yamesababisha ukatuondokea. Asubuhi ya leo Baba, resha kama kata ya baganda, mlilie Bwana, mlilie Yesu, mlilie Yesu, omba huruma ya Bwana tu. Rakata mazata bagunda bushanda, rakata ya basheteliba, rakata bashatama kuribo shantala baganda. Mlilie Bwana tu, mlilie. Hiyo ni fursa ambayo unaweza kumwabudu. Hiyo ni fursa ambayo unaweza kuingia katika toba na ukamwambia tu Bwana, unihurumie. Omba huruma ya Bwana, omba huruma ya Bwana. Pengine huruma hii itaweza kukushukia. Omba huruma ya Bwana, omba huruma ya Bwana. Huenda ni wewe utaweza kubadilisha hiyo kijiji. Huenda ni wewe utasababisha Baba haweze na kuondokea, ili asukumu wake isishuke katika taifa. Huenda ni wewe unaenda kubadilisha hiyo familia. Huenda ni wewe, you are going to change the circumstances. Rakabashantala baganda, retete makutaya baganda. Mwabudu katika matoba, hindeke tamakuribo shanda. Ni nani ambaye anajua moyo? Maana moyo ni mdanganyifu. Rakamashatala baganda, kuliko kila kitu ni Mungu tu ambaye anajua moyo, anajua moyo, anajua mawazo yako, anajua matendo yako. Rapata ya baganda, asubuhi tu, wakati ambapo bado tuko na muda, maana bado tu huruma ya Mungu iko, maana tu bado hayapo tayabaganda. Anakuja kwako, anakuja kama mkombozi, maana bado uko hai. Siku ambayo utakufa hatakuja kama hakimu. Sasa wakati anakuja kama mkombozi, shumlilie tu. Rakashatabaganda bushatalabaganda, reteteli maganda. Shujutie dhambi yale umefanya, maana ukisema una dhambi unajidanganya mwenyewe. Kwa kweli iko ndani yako. Repokorisha tayabaganda, omba huruma ya Bwana. Reshatalabaganda bushanda, huenda hata kuhurumia, huenda hata badilisha yo mazingira, huenda hata badilisha, huenda yepoto ya kalabashanda labaganda, rekete mashatala baganda, reteteteteta, rekete bakutaya bashanda, rekete yabashala, rekete kato yabalaba, rekete yalaba, rekete yabashanda. Tusamehe Bwana, tusamehe. Tumekosa Baba, tumekosa, tumekuwa wafisadi, tumekuwa waongo Baba, tumekuwa viongozi
ambaye Bwana tunakula kila kitu Baba, tumedanganya repokori mashatala baganda, tumeweka tumbo zetu mbele rakata ya baganda, hatujakuwa waaminifu repokori shakata ya baganda ushara rekete masete bagurimoshanda retete ribaganda rapoto yukasendeba rekete kata ya baganda retete rima. Siuende mbele za Bwana tu katika kuvunjika, siuende mbele za Bwana katika kulia, siuende mbele za Bwana kwa kumwambia ukweli, maana ni wewe ambaye unajua moyo wako, maana ni wewe ambaye unajua ukweli. Yale yote umekuwa ukifanya katika giza, usifikirie kwamba Bwana hajakuwa akiona yote. Rapokori mashatala baganda bushanda reteteri baganda bushanda rapokori yalala yeteteri makuta ya baganda reketo ya bashende reketeri ba rakatori bashantala baganda rakata ya baganda reketeri bashatala baganda bushara. Isaya 1:15. Mlilie Bwana tu, mlilie Bwana, mlilie Bwana. Yamefanya maombi yetu, tumeenda kwa Bwana, lakini yamekuwa chukizo. Isaya 1. Ola rapakata ya baganda bushatalaba rakata ya bashetelima oshakatala baganda busheteliba rakata ya bashentalaba gunda rakata ya basheteliba rakata ya baguta ya bashetelima ganda rapakata ya baganda rakata ya bashatalaba ganda rataya baganda bushiteliba rakataya bashenteli maganda rakataya bashantalaba rakataya bashenteli baganda bushanta repataya baganda rakataya bashenteli baganda rakataya ba rekete makutaya bashenteli baganda rikataba guri bushatala baganda rakataya basheteli baganda bushete rakataya basheteli baganda rekete makutaya baganda. Mlilie tu Bwana, mlilie tu Bwana, mlilie kwa toba, mlilie tu Bwana, mlilie tu. Isaya 1:15. Nanyi mkunjuwapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Naam, muombapo maombi mengi, sitasikia mikono yenu imejaa damu. Hayo ndiyo Bwana anasema, kwamba mikono imejaa damu. Maombi mengi mnaomba, sitasikia. Siumulilie tu huruma yake, huruma ya Bwana tu. Omba huruma ya Bwana, omba huruma ya Bwana, maana mikono imejaa damu. Maombi mengi unapoomba asikii, maana Bwana ameondoka.
siombe huruma ya Bwana tu. Wakati ambapo mfalme Ahabu, machukizo yalikuwa yamekuwa mengi, na Bwana akatuma maonyo kwamba ataangamiza. King Ahabu alienda kwa kubondeka, alienda mbele za Mungu kwa kulia. Bwana akasikia. Wakati ambapo Daudi alikuwa amechukua, akamua Uria na akachukua mke wake, yalikuwa ni chukizo. Bwana akamwambia, ulifanya kwa siri, na haya yatafanyika peupe kwa yale umefanya. Daudi alienda kwa kubondeka. Ndiposa tunasoma Zaburi 51:17. Ni haya ambaye alisababisha kubondeka kwa Daudi mbele za Bwana, ikafanya ghadhabu, Bwana akaweza kumsamehe. Asubuhi ya leo tu, siubondeke, simwambie ukweli, maana ni yeye anajua moyo wako. Mlilie tu, mlilie tu, mlilie Bwana. Ora kama shatalaba, tumekosa, nimekosa, nimetenda Bwana. Yetayabaganda, yekete makutayabaganda bushanda maba, rekete makutayabaganda bushalaba, reteteli baganda. Oh my Redeemer, my God. Baba, mahukumu yako Bwana, Mungu wangu sishuke. Naomba Bwana huruma yako tu kwa yale Bwana tumetenda, tumefanya. Baba, tumetenda, mikono imejaa damu, tumeua, makata ya baganda, tumekula ya haramu, rapokori mashatala baganda, tumepanua tumbo zetu, rakata ya bashatala baganda, usheketele baganda. Ukatuaminia Bwana Mungu wangu leadership, ukatupa Baba kuwa viongozi, Mungu wangu Baba, katika taifa, Mungu wangu katika county, in the villages. Oh my Redeemer, my God, kanisani Baba, hata Mungu wangu Baba, katika familia. Lakini Bwana, rekata yabashatala baganda, yekete makubakuta yabaganda, tukapanua tumbo zetu, tukapanua ubinafsi, rakama shatala baganda, ufisadi, rekete makubakuta yabaganda, yamesababisha Baba kwamba tunaingisha katika mifuko ambayo imetoboka kwa sababu ya wizi, reshata makuta ya baganda. Tunaomba huruma yako Bwana, tunaomba huruma yako, tunaomba huruma yako. Repokori halabakuta ya baganda bushitalaba, rapakuta ya baganda. Oh Lord, yeteleba, ushekete makataba, rikataya baganda, yeteli makataba shentelia, yekete baganda bushanda. Verses 18 ya Isaiah 1:18. Aya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji; zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufi. Angalia vile anakupenda, angalia vile bado anakupenda tu. Ndiye anasema njoni tusemezane, japokuwa dhambi zenu ni nyekundu kama bendera, Bwana atazifanya, ataziosha ziwe nyeupe kama sufi. Asubuhi ya leo tu, si ukubali kuoshwa
na uosheke, ili dhambi hizo nyekundu zitoke, ili uweze kuwa safi kama sufi. Asubuhi ya leo tu sikia sauti hiyo tu. Ora kama shatala baganda bushatalaba rakataya baganda. Mwambie tu Bwana unioshe, mwambie tu nioshe, mwambie tu Yesu nioshe, mwambie tu nioshe, mwambie nioshe. Rapataya baganda bushatalaba rakataya baganda yetetele baganda. Ni dhambi ambayo imesababisha utasa, ni dhambi ambayo imesababisha barrenness. Rapota ya makata ya baganda. Mwambie tu Bwana nioshe asubuhi ya leo, mwambie tu nioshe, nioshe, niondole roho ya chuma, ondoa ndani yangu. Yesu, ondoa roho ya chuma. Bwana nipe na moyo wa nyama, wa upendo, wa kutubu, wa kubadilika. Rakata ya bakuta ya baganda. Suoshwe Bwana akufanyie kazi ili uweze kubadilika, uweze kutoka katika hiyo hard stance. Rakata ya bakuta ya baganda. Moyo wa chuma iondoke kwako, iondoke kwako. Kubali kuoshwa, kubali kutengenezwa, kubali kufinyangwa, kubali. Rapota ya makuta ya basatala baganda. Oh Lord, shekete makuta ya baganda bushatalaba. Oh Lord, ushakama kata ya baganda bushalaba. Oh Lord, ni nani kama wewe ambaye unasamea dhambi, unasamea makosa, unabadilisha. Rapota ya baganda. Ni wewe Bwana. Kama ulibadilisha laana ya Rubeni, ndiposa Musa akasema, Rubeni utaishi. Oh Lord, my Father, my God, hata leo hii Bwana bado unabadilisha. Ndiye sababu Yesu alikufa msalabani ili kuondoa yote laana. Oh Lord, shekete bakata ya baganda rakata ya basheteli ba. Baba, huruma yako Baba, huruma yako, huruma yako Bwana, huruma yako. Oh Lord, tuponye Bwana, tusamee, tuoshe. Oh Lord, shakabakata ya baganda. Mwambie Bwana tu asante kwa yale anafanya. Mwambie asante asubuhi ya leo. Mwambie tu asante, mwambie asante, mwambie asante, mwambie Bwana asante. Oh, thank you Jesus, thank you Adonai, thank you Yahweh. Asante Bwana, asante Yesu kwa yale unafanya Baba. Tunakutukuza, tunakuinua Baba, tunasema asante, tunasema asante Bwana kwa kutusamea. Asante Bwana, asante Bwana kwa kuniosha. Asante Baba, ni kwa ajili ya kuondoa roho ya chuma. Asante Bwana kwa kunipa moyo wa nyama, wa damu, wa upendo. Asante Bwana Yesu, ni kwa ajili Bwana ya msamaha. Asante ni kwa ajili yale unafanya. Oh Father, we say thank you, we say thank you in Jesus name. Amen, amen. Nachukua nafasi hii tena kukaribisha kwa jina la Yesu.
wakati ambapo unatubu, wacha usije ukawa unatubu jambo hilo ukirudia tena, unaoshwa unarudi kwa matope. Wakati unaoshwa, osheka, ondoka kwa dhambi, kimbia dhambi, toka kule, maana kile Bwana anataka kufanya, anataka ubadilike. Ndiyo sababu Mungu akaagiza wana wa Israeli katika nchi ambayo anawatuma kwamba wakienda kule wabomoe madhabahu. Chochote ambacho kilikuwa inafanya kwa giza, ondoka kule, toka kabisa, kwa sababu hayo ukiendelea kukaa pale yanasababisha roho ya utasa. Kwa sababu hiyo ndio tunataka kuangalia asubuhi ya leo, utasa. Mara mingi wakati tunaongea kuhusu utasa, tunaangalia sehemu moja ya kizazi. Asubuhi ya leo nataka kukwambia utasa ina sehemu kubwa sana, na leo hii nataka tuangalie katika ufunuo mwingine, si ya uzazi. Maana kuna utasa ambaye tunaifahamu kwenye Biblia, ambaye ilichukua Sarai miaka mingi kuzaa, ikakuja kwa Ana, tunafahamu hali hiyo. Lakini asubuhi ya leo nataka tuangalie katika ufunuo mwingine wa utasa. Wana mimi katika Yeremia 22:30. Yeremia 22:30. Biblia inasema hivi, Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba ana watoto, kwamba mtu huyu atafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa, akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Jeremiah chapter 22 verse 30. This man is commanded to lose his children, to be a man who will never succeed. He will have no descendants who will rule in Judah as David's successors. I, the Lord, have spoken. Nataka upate ufunuo tofauti na utasa wa kupata watoto. In that genealogy, ile ya fatherhood, nataka upate ufunuo tofauti na hiyo. Haya asubuhi nataka upate ufunuo kwamba kuna utasa ambayo hapa unapata ufunuo kwamba kuna vitu haifanyiki, na utasa huu ni inaweza kuwa uko kwenye huduma
huduma unakuwa na utasa. Kwamba hakuna kitu inaongezeka. There is barrenness. Ndio inazidi tu kuisha. Tukuje karibu ni kama tunaenda mbali, kuja karibu. Utasa unaweza kuwa kwenye shamba yako. Wewe ni mkulima. Unapanda shamba ekari moja. Unavuna mahindi gunia 2. Utasa. Mavuno ni aba. Utasa. Hebu fungua na mimi vizuri uweze kuangalia. Hagai. Fungua Hagai. Hagai. Hagai 1. Hagai 1, nasoma kuanzia 5. Don't you see what is happening to you? Unaangalia kenye nafanyika? You have sown much, corn, but have harvested very little. Unapanda mengi, mavuno mengi, lakini unavuna machache. Utasa. You have food to eat, but not enough to make you full. Unakula chakula nyingi lakini haushibi. Mshahara yako inaweza kuwa ni mingi, lakini inaingia kwenye mfuko ambaye imetoboka. Kwa sababu gani? Ni utasa. Mapenzi ya Mungu ni kwamba tuweze kufanikiwa katika kila jambo ambayo tunafanya. Lakini unapata kwamba wewe umebaki tu na story kwamba ulikuwa nayo, lakini sasa imekwisha. Mungu ametuweka kwamba tufanikiwe mashambani, tufanikiwe mijini. Kwa kila kitu tunafanya inaongezeka, lakini instead inasambaratika, inaisha. Hiyo ni nini? Utasa. Kile ambacho unajaribu kufanya haikui, there's no growth, inasambaratika. Hiyo ni utasa. Malaki chapter 3 verses 8. I ask you, is it right for a person to cheat God? Wacha nitumie another version ambayo inasema rob, kumwibia Mungu. Let me use this version that say rob. Inakaa hiyo nyingine is not getting well to you. Malachi chapter 3 verses 8. So I will come Malachi chapter 3 verse 8. Will a man rob God? Yet you rob me.
kile imesababisha utasa. Kwa sababu gani? Tumemwibia Mungu. Kwa sababu gani? Tuliingia kwa madhabahu ambazo ya ulimwengu wa giza, madhabahu ya kishetani, mahali Bwana alikuwa anataka tutoke, tukarudi huko, tukaconnect na huko, Bwana akaondoka, tukabaki katika utasa. Ndiye sababu tumesoma tukiwa katika toba, Isaya 1:15, mikono yetu tunapoinua imenuka damu. Tunaomba maombi mengi, lakini Bwana ameondoka. Kwa sababu gani? Utasa. Nini imefanya utasa? Dhambi. Nini imeleta utasa? Kwa sababu tumemwibia Mungu. Kwa njia gani tumemwibia Mungu? But you ask, that is Malachi chapter 3 verse 8, part B. But you ask, you do, how do we rob you in tithes and offering? Memwibia Mungu. Ilini ulitoa fungu lako la 10? Ni wakati gani ulitoa zaka? Memwibia Mungu, ndiye sababu unang'ang'ana. Memwibia Mungu. Kuna njia nyingine inasababisha utasa. Hebu fungua Deuteronomy chapter 12 verse 13. Deuteronomy chapter 12 verse 13. The Bible says, be careful not to sacrifice your burnt offering anywhere you please. Kama unatoanga sadaka yako, hautoi katika madhabahu zote. Kuna madhabahu ukitoa unakutana na tasa. You connect with barrenness. Si kila mahali unaenda kutoa sadaka. Kuna mahali ukitoa, unatoa kwa sababu hizo madhabahu ni madhabahu ambazo ziko na utasa. Ndiyo sababu Mungu anawaagiza kwamba si unaenda kila mahali ukitoa sadaka yako. Angalia unatoa wapi. Kwa sababu kuna mahali unaweza kutoa na unakutanishwa na roho ya utasa. Mambo yako yanafungika. Hata kanisa, si pesa zote tunachukua. Kuna yale ambayo yanakuja kukutanisha na utasa. Kwa sababu gani? Zile pesa ambazo ziliwekwa kule zinaletwa in bulkness, na kumbe zile fedha ya madhabahu zile za giza zilipelekwa zikafanywa mazingawambwe, ikalaliwa na nyoka, ikapelekwa kwa zile madhabahu, halafu yanakuja kanisani, unakuja unaichukua. Be careful with politicians. Haya yanafanyika, karibu itafika wakati wanaleta mnazichukua. Wakati unaichukua unaikutanisha na yako, inakula yako yote, inaiba mawazo yako yote, kila kitu inachukuliwa. Kwa sababu gani? Madhabahu ambaye ulikutanisha nayo yakakula roho ya utasa. Be careful, kwa sababu Bwana ametupa uweza na akakuja ili tuweze kupata ufahamu. Maana in Hosea, my people perish because they lack knowledge. Pata ufahamu ili uweze kujua ni nini inasababisha wewe kustruggle
haujawahi toka pale, you have struggled. Unasema last year ulijaribu lakini ikuweza kufanyika. Kama utadili na hiyo roho ya barrenness, utaweza kubaki pale, kwa sababu mapenzi ya Mungu ni kwamba tuweze kufanikiwa, tuweze kuongezeka, tuweze kuzaa matunda. Haya ndiye mapenzi ya Bwana. Nataka kumaliza tu, utadina zile roho, lakini mapenzi ya Bwana ni kwamba kwako ufanikiwe, kwako uongezeke. Na ndiyo sababu akawa anaagiza wana wa Israeli kwamba mtakapotii Bwana mtafanikiwa kwa vyote ambavyo mnafanya, na wakati ambapo mtatii Bwana disasters zitakuwa zinawapata. Nasema hivi ndio upate ufunuo, maana mapenzi ya Bwana ni haya. John chapter 15 verses 8. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. Uzae. Ukipanda mavuno yako yazae. Ukifuga mifugo yako yaongezeke, yazae. Mshahara wako ukipata, kile unafanya yafanikiwe. Maombi yako unapoomba yajibiwe. Hiyo ni mapenzi ya Bwana kwa wale ambao wanampenda Mungu, wale ambao wanamtii. Asubuhi ya leo tu nataka kuomba na wewe ili uweze kujua, Mungu akupatie ufunuo, roho ya utasa uko wapi, ili uweze kukuondokea. Maana kila kitu unahitaji kwa mwaka huu Bwana ameshaiwachilia. Wewe unastahili kudili na nini? Roho ya utasa, ili uweze kuondoka. Yale makusudi Bwana amewachilia yaweze kuzaliwa kwa jina la Yesu. Nataka urudie maombi hii tu ili upate kufunuliwa, uweze kuondoka katika utasa. Mwambie tu Bwana kwa kurudia maombi hii. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako Baba, naomba ufunuo wako niweze kujua utasa ulitoka wapi. Bwana, nifunulie ili roho hii iniwachilie. Nimechoka na kung'ang'ana. Nimechoka kwa kufanya kazi ambaye haina faida. Nimechoka kwa biashara ambaye nimeifanya ikianguka kila mara, kila wakati. Bwana Yesu, naomba ufunuo wako, maana wote ambao wanaangamia kwa sababu wana maarifa. Nipe maarifa ili roho ya utasa uniondoke, uniwachilie. Maana ni wewe mapenzi yako kwangu kwamba nifanikiwe kwa vyote ambavyo ninafanya. Bwana Yesu, nisaidie ili yaondoke, niweze kufanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Asante Bwana kwa ajili Mungu wangu ya mtu huyu Baba. Na mkabidhi kwako Baba, kama vile ameweza kuomba maombi hii Bwana. Sababisha ufunuo Mungu wangu Baba, umfunulie ili Baba, kama alitoa zaka zake katika madhabahu yenye utasa, Bwana Yesu,
sababisha Mungu wangu Bwana utasa uondoke kwake, ili aweze kutoa zaka zake kwenye madhabahu ambaye Bwana yanakubalika. Baba, kama amekuibia katika fungu, katika matoleo yake Bwana Mungu wangu, sababisha Mungu wangu Baba Jehova aweze kuyapata jemedari na kukutolea, maana unasema kwamba mnijaribu katika matoleo yenu mweze kuona kama sitasababisha ghala zenu zijae mpaka mkose mahali pa kuweka. Bwana, sababisha Mungu wangu Baba, kama Jehova ni dhambi ambaye Bwana yamesababisha mikono yamekuwa ni chafu, maombi yake Bwana Mungu wangu yakazuiliwa, mpe na ufunuo. Bwana, ninaomba Mungu wangu Bwana, roho ya utasa yawachilie mtu huyu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ni mapenzi yako afanikiwe kwa vyote ambaye anafanya. Mungu wangu Bwana, baraka ambayo uliachilia Bwana kwa ajili ya mwaka huu Bwana Mungu wangu, ni wewe Yesu ambaye unasema adui amekuja kufanya vitu vitatu: amekuja kuiba, amekuja kuharibu na amekuja kuchinja. Lakini wewe Yesu umekuja ili Bwana aweze kupata uzima. Sababisha uzima, ondoa roho ya utasa kwa jina la Yesu Kristo, ili aweze kufanikiwa kwa vyote ambavyo anafanya. Asante Bwana, asante Yesu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Kama hujampokea Yesu, simpokee ili aweze kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Rudia ombi hili tu nyuma yangu kwa jina la Yesu. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako. Yesu, nimekosa, nimetenda dhambi. Naomba utakaso, naomba unioshe, nisamehe dhambi, makosa na maovu. Madhabahu ya kishetani ya Illuminati yote, maagano niliyaweka nalo na yakatanisha kwa jina la Yesu Kristo. Yesu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Nishike mkono, usiniwache. Nijaze na Roho Mtakatifu. Amina. Kama umeomba ombi hili, tafuta kanisa inayofundisha ukweli wa Biblia ili uweze kukua na uzao wako uweze kuongezeka. Kwa jina la Yesu Kristo tunawakaribisheni, karibu. Tunashiriki pale Roadblock, Eldoret. Kanisa inaitwa Calvary Revival Ministry, 200 meters from KTS. You're welcome in the name of Jesus. Amina. Shalom.